Ndugu zangu, Tunduma imekuwa ni mji wa kibiashara. Mji huu unaingiza pato kubwa sana serikalini. Ndugu zangu, miundombinu ya barabara Tunduma si miundombinu rafiki. Tunasema hivi, endapo mtaichagua serikali ya Chama cha Makini Oktoba 29, pindi nitakapotangazwa mimi Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya 7 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo ya kimsingi baada ya kuwapa tarehe 5 mwezi wa 11 pale uwanja wa Taifa, shamba la bibi, nikiingia Ikulu tu chop, jambo la kwanza nitaanza kushughulikia miundombinu ya mji wa Tunduma. Barabara zimekuwa sio rafiki. Kuna foleni isiyokuwa na mpango. Foleni hiyo inasababisha hata uchumi wa nchi, uchumi wa mwananchi mmoja mmoja kuporomoka, kwa sababu ukikaa kwenye foleni masaa 5 ukawa ukijua kwamba umeshindwa kwenda kufanya shughuli za uzalishaji mali wa kipato chako binafsi, na hatimaye hata serikali hawawezi kukusanya kipato cha kutosha, kisa tu ni foleni. Hivyo basi tunakwenda kuweka miundombinu, tunakwenda kujenga barabara za njia 3. Maana yake njia 3 zinazopeleka na njia 3 zinazorudisha. Tuondokane na swala zima la foleni, kwa sababu Tunduma ninaitambua vizuri. Hivyo basi sitoangusha wafanyabiashara wa Tunduma, sitoangusha wakazi wa Tunduma. Ninawaahidi kwa moyo mkunjufu nitawarejeshea maendeleo katika eneo lenu la Tunduma. Ni mji wa kibiashara. Ukichagua Kibonde umechagua elimu bure. Ukichagua Kibonde umechagua chakula kwa watoto mashuleni bure, sio kuchangia, bure. Ukichagua Kibonde umechagua eka 5. Ukichagua Kibonde umechagua bima ya afya Makini Care kwa Watanzania wote. Ukichagua Kibonde umechagua miundombinu ya Tunduma, miundombinu rafiki. Barabara 3 zitaenda, barabara 3 zitarudi, na ndio mwarobaini wa foleni katika jiji la Tunduma. Katika sera mojawapo ya Chama cha Makini tumebobea sana katika sekta ya elimu. Sekta ya elimu, Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde kupitia serikali yake, endapo mtakapompa ridhaa Oktoba 29, atatoa elimu bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Na hili ndugu zangu linawezekana. Linawezekana kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali yenye rasilimali nyingi za Watanzania, ambazo Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde atakwenda kuzisimamia rasilimali hizo kwa ajili ya kuwasomesha wananchi, mtu yoyote atakayehitaji elimu kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Na Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde ameshatoa ahadi, endapo atakapoingia madarakani, elimu hiyo haitoishia Tanzania, hata nje ya Tanzania, nje ya Afrika, nje ya bara la Ulaya. Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde kupitia serikali yake, serikali itamgharamia mwana chuo mpaka nje ya nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde ameongelea sana swala la afya. Leo tunaona katika hospitali za serikali, Mtanzania unakwenda kutibiwa, unakuta matibabu hakuna, unaishia kupimwa, baadaye unapewa karatasi, unaambiwa vifaa tiba, nenda kanunue nje hospitali ya serikali ya Tanzania. Tunaona leo hii serikali kupitia hospitali zake zimefanya mwili wa marehemu kuwa kipato la taifa. Leo tunaona Mtanzania unamuuguza ndugu yako katika hospitali ya serikali. Mungu akimchukua na maanisha anapofariki, lazima serikali kupitia hiyo hospitali unaambiwa marehemu ameacha bili la milioni 3, milioni 6 mpaka milioni 7. Mwili wa ndugu yako ukipoteza maisha katika hospitali yoyote ya serikali, upewi mwili bure mpaka utoe
pesa zaidi ya milioni 2, na ili Watanzania wote ni mashahidi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimesimama hapa kudonoa kidogo ili Watanzania muelewe kwamba Oktoba 29 ni kwenda kupiga kura kwa niaba ya dira ya maisha yako. Ndugu zanguni, 100% maisha ya Mtanzania yanaongozwa na siasa. Kwa nini nasema hivi? Angalia kiongozi yoyote aliyekuwepo madarakani kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima atokane na demokrasia. Kwa hiyo ndugu zanguni, unapomchagua mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa serikali za mtaa, diwani, mbunge ambaye ndiye anayekwenda kutunga sheria ambazo tunazitumia sasa katika nchi yetu, pamoja na rais, ukienda kuchagua kwa mazoea, kwa kushawishiwa, kwa kupewa chochote, ndugu zanguni, tutaelekea pabaya. Na wasihi sana Watanzania, hususani Wanatunduma na Wanambeya, kuna dhana wanasema kwamba eti ukikichagua chama cha upinzani kutakuwa na vita. Ndugu zanguni, sio kweli. Malawi wameshaamua sasa hivi, Malawi inatawaliwa na upinzani. Je, toka upinzani uchukue nchi katika serikali ya Malawi, mmeshasikia vita? Kwa hiyo ndugu zanguni, dhana ya kusema ukikichagua chama cha upinzani katika serikali yetu kutakuwa na vita, sio kweli.